kama wanaogopeka. Kijijini ana mfano, akimwona kila mtu ana msemo. Kijiji wanaogopa atakuweka maandamano. Bizuki, bizuki, bizuki. Bizuki, bizuki, bizuki. Nyie mabinti, rudini huko kwa mlikotokea. Anasemaje wewe? Nasema hivi, rudini huko kwa mlikotokea. We kaka, unasema turudi tulikotoka? Umechanganyikiwa au? Unatujua sisi? Dakakore, huku ndio kijiji kwenu mnapopokea wageni? Mimi naona tu tuachane naye, si tuendelee na safari. Hebu tuache. Hebu subiri. Bizuki, bizuki, bizuki. Bizuki, bizuki, bizuki. Haya, nimeitika wito wako. Wewe ulikuwa unasemaje? Unataka kuniambia nini? Najua nimekushtua sana, lakini kuna taarifa muhimu nataka nikupatie. Taarifa? Taarifa gani hiyo? Bizuki, kuna ugeni unakuja katika kijiji chako. Ni wakina nani hao? Kwa inavyoonekana, mtoto wa Bibi Tete na marafiki zake wanakuja katika hichi kijiji, wapo njiani. Hawawezi kamwe, na hawatoweza kuingia katika kijiji hiki. Mimi kijiji ni cha kwangu, nafanya vile ninavyotaka. Watazunguka hapa, watazunguka, hawatoweza kitu chochote. Nasema hivi, wafuatilie hawa watu, halafu utaniambia. Lakini wanachokifanya wao ni sasa hakuna. Hawana nafasi hata moja. Hawatofika na hawatajua pa kwenda ni wapi na pa kufanya vyovyote ni wapi. Hakuna, na haiwezekani. Ninachokwambia, kuwa makini nao kivyo vyote vile. Utaniambia, utanipa mrejesho, lakini hawatopata nafasi yoyote ile. Sawa, hakuna shida. Tutajitahidi kuwa bega kwa bega na wewe, kitachotokea tutakushirikisha. Sawa sawa. Nimepata taarifa
nimepata taarifa tena kubwa kwamba kuna ugeni unaingia kijijini hapa. Je, hilo nyewe mnalijua? Hapana. Nimepata taarifa kwamba kuna ugeni unataka kuingia katika hiki kijiji, na mimi sitaki mtu yoyote au kitu chochote kiingie katika ardhi yangu. Kosa kubwa, na hakuna kuifanya hiyo kazi ni nyinyi. Hakuna kuifanya hiyo kazi ni nyinyi, muifanye nyinyi. Sitaki mgeni yoyote afanye katika hiki kijiji, na wote mnajua kitu hicho, kwamba mimi nakataa mgeni yoyote asikanyage katika kijiji changu. Mimi hii sehemu ni ya kwangu, naijua sehemu ni ya kwangu, lakini hawezi kutoka mtu huko aje aniharibie maisha yangu hata siku moja. Na mimi nasema hivi, hawatoweza, hawawezi. Nitawasambaratisha mmoja mmoja kwamba mimi ni nani. Hawawezi. Kweli si kweli? Kweli mkuu. Umenielewa? Ndio mkuu. Na hiyo kazi mtaifanya nyinyi. Mtaifanya nyinyi hiyo kazi kwa nguvu zote. Lazima muifanye nyinyi hiyo kazi, kwa sababu nyinyi mnaweza. Nawapa jukumu kubwa, nyinyi mnaweza. Nataka nione matukio mbalimbali yakinifikia mimi. Sitaki mgeni yoyote afanye katika hiki kijiji, na wote mnajua kitu hicho, kwamba mimi nakataa mgeni yoyote asikanyage katika kijiji changu. Nasema na hiyo kazi ninakwenda kuifanya nyinyi, mwanzo mwisho. Nipate ripoti, nipate taarifa. Tunaelewana? Sitaki mgeni yoyote akanyage katika kijiji hiki. Mimi najimudu, halafu mimi najua kila kitu. Sitaki mtu yoyote akanyage katika kijiji hiki. Hiyo mimi ninajua, na nyinyi pia mnaelewa. Ndio. Nasema hivyo kwa sababu huu ugeni unatoka huko kuja hapa, hawa watu ni wabaya mno. Mtakachowafanya hawataamini katika maisha yao. Nitawasambaratisha wote. Nadhani mmenielewa. Ndio. Naweza kuondoka. Mtu hawezi kuja katika nchi yangu halafu mimi aje anitese eti niteseke kwa ajili ya wageni. Mgeni huyo nani? Nakunichezea mimi? Mimi nachezewa? Mimi kila kitu najua. Nina watu na naoamini. Hapana kunichezea. Hiki ni nini? Wataka kunijaribu mimi? Hawataweza. Mimi sitaki kufanyiwa majaribu hata siku moja. Mimi najua hafu naweza. Lakini watakiona kiama. Nimekuja mwenzangu. Naam. Nina shida yangu. Nimeota vibaya. Umeota nini? Nimeota mwanangu kaja, lakini hajafika nyumbani, kaishia hapa polini. Hiyo ni mizimu. Inakujulisha kwamba mwanao anataka kuja. Hiyo ni mizimu. Na unajua kabisa kwamba masharti ya kijiji chetu ni nini. Hiki kijiji hakiingiliki bila masharti, na wewe unajua. Najua. Na kuomba mpigie mwanao simu, mweleweshe yote. Umenielewa? Ndio. Nimekuelewa. Umpigie mwanao simu. Masharti ya kijiji hiki unayajua. Tatizo kuna masharti. Masharti hayo lazima yatekelezwe ndio afike hapa. Bila hivyo masharti gani hayo mwenzangu? Mimi nakwambia kuna masharti. Usiniulize masharti gani. Wewe nenda kampigie simu. Chukua simu mpigie. Mwambie kila kitu. Lakini bila hivyo hatutaelewana. Na masharti hayo wewe unayajua. Mpigie mwanao. Mwambie kila kitu. Asija kakiuka masharti. Hiyo ni mizimu inakufahamisha wewe.
Sawa mzee mwenzangu, nimekuelewa. Kama ndio hivyo nitampigia simu. Umwambie. Nitampigia simu. Mpigie simu. Hapa hawezi kuingia, lazima masharti ayatimize. Haya, nitamwambia mwenzangu. Umenielewa? Nimekuelewa. Haya. Haina shida, wewe nenda. Haya. Sawa, haina shida.